Pazia la hadithi. Watu wa kijiji cha Mlimani waliishi kwa amani, isipokuwa na jambo moja walilokwepa kulizungumzia: mlima usiku. Mlima huo ulisimama kimya, lakini kila usiku wa mwezi mpevu, sauti za ajabu zilisikika. Vilio vya watoto, vicheko vya kina mama waliokufa zamani, na nyimbo za zamani zisizoeleweka. Wazee walisema, usithubutu kupanda mlima usiku baada ya jua kuzama. Mchawi wa zamani bado anaishi huko, akitafuta roho za waasi. Lakini Amina, msichana jasiri aliyepoteza kaka yake miaka miwili iliyopita, aliamua kupanda mlima huo usiku mmoja wa mwezi mpevu. Alitaka kujua ukweli. Amina alijifunga hirizi ya babu yake na kuchukua taa ya mafuta. Alipofika kwenye mwinuko wa mlima, upepo ulianza kulia kama mtu anayelia kwa maumivu. Majani yakaanza kuzungumza kwa sauti ya mzee, lakini msichana hakusita. Alipofika kileleni, aliona nyumba ya udongo iliyochakaa, milango ikining'inia na moshi mweusi ukitoka bila moto. Ndani kulikuwa na kiti cha mbao kilichozungukwa na nywele za binadamu, na juu yake mchawi wa mlima usiku. Alikuwa mzee mwenye macho mekundu, ngozi iliyochanika kama gome la mti, na sauti ya kuchoma moyo. Umefika kutafuta kaka yako, lakini sasa utabeba laana ya mlima huu. Amina alijaribu kukimbia, lakini ardhi ikafunguka chini ya miguu yake. Alijikuta ndani ya shimo la giza na sauti za waliopotea zikimzunguka. Kila mmoja alikuwa na uso wa mtu wa kijiji. Wengine walikuwa marafiki zake, wengine ndugu wa zamani. Mchawi alimtazama na kusema, kila anayekuja bila imani hubeba mzigo wa waliotangulia. Ila wewe una hirizi ya mzee Mshale. Nitakupa chaguo, roho ya kaka yako au roho yako. Alitoa hirizi na kuisoma kwa sauti. Mwanga mkali ulijitokeza, ukimfunga mchawi kwa minyororo ya mwanga. Mlima ulitetemeka, na roho za waliopotea zikarudi angani kama vumbi la dhahabu. Tangu siku hiyo, mlima usiku haukusikika tena. Amina alirudi na kaka yake ambaye hakuwa na kumbukumbu ya miaka miwili iliyopita. Watu wa kijiji walimuita msafiri wa roho. Lakini kila mwezi mpevu, Amina huenda peke yake kwenye mlima na kuweka hirizi mpya, kwa sababu mchawi anaweza kurudi. Ikiwa umefurahia hadithi hii ya kutisha, usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine.